بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. tulifikia katika ubeti 19. يقول الناظم رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين فضل العلم من جهتين. ametaja mshairi rahimahullah katika beti hizi mbili fadhila ya ilmu kwa pande mbili. min jihati annahu nurun mubin, pande mmoja kuwa ilmu ni nuru iliyo wazi. ومن جهة أنه حياة للقلوب، pande kwa ilmu ni uhai wa nyoyo. فالبيت الأول ذكر فيه فضل العلم من جهة أنه نور. katika ubeti wa kwanza ametaja fadhila ya ilmu katika upande kuwa ni nuru. qala ta'ala: wakadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. namna hii tumekufunulia Qur'ani kwa amri yetu. ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani, lakini tumekijalia kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamuongoza tumtakaye katika waja wetu. فالعلم نور لصاحبه، علم ni nuru kwa yule mwenye elimu. وضياء له يمشي به في الظلمات، ni mwangaza anaotembea nao katika kiza. ولهذا فإن مكانة العالم في الناس مكانة عالية. cheo cha mwanachuoni kwa sababu ya ilmu na kuwa ni nuru, cheo cha mwanachuoni baina ya watu ni cheo kikubwa mno na daraja yake ni ya juu mno. وقد ضرب الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء مثلا عجيبا
يبين فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين الناس. الإمام الآجري رحمة الله عليه katika kitabu chake Akhlaqul Ulama amepiga mfano wa ajabu unaobainisha cheo cha huyu mwanachuoni katika mujtamaa wake baina ya watu. Qala ma nassuhu, sema al-Imam al-Ajurri, fama dhannukum rahimakumullah بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. ni ipi dhana yenu Allah awarehemu katika njia ambayo ina mambo ya kuangamiza mengi, na watu wahitaji kufuata hiyo njia na kuipita wakati wa usiku wenye kiza. fa in lam yakun fihi misbahun wa illa tahayyaru, ikiwa wanataa itakaowaongoza katika hiyo njia ni sawa, wataipita njia hiyo, la sivyo watapotea na hawatajua pa kwenda. faqayyadha Allahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea taa zenye kung'aa zenye kuongoza na kuwapeleka katika njia yao. fasalakuhu ala salamati wal afia, wakafuata ile njia wakiwa na usalama na kuhifadhiwa kutokamana na kila shari. thumma jaat tabaqatun minan nas la budda lahum min as-suluki fihi fasalaku, kisha yakaja matabaka ya watu, kaja watu wengine hawana budi isipokuwa kufuata ile njia, wakaingia katika ile njia na kuifuata. fabainama hum kadhalika ittafi'at al-masabih fabaqaw fi adh-dhulmati fama dhannukum bihim, katika hali ya kuwa waifuata ile njia, ghafla taa zote zikazima, hao watu mawadhania watakuwa katika hali gani? hakadha al-ulama fi an-nas, hivi ndivyo walivyo wanawavioni baina ya watu. la ya'lamu kathirun min an-nas kayfa adaa' al-fara'id wa kayfa ijtinab al-maharim, wengi katika watu hawajui namna ya kutekeleza faradhi na hawajui kujiepusha na haramu. wala kayfa ya'budu Allah fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu illa bibaqa'i al-ulama, wala hawajui namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika yote ya ibada anaoabudiwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa kubakia wanawavioni. fa idha mata al-ulama tahayyara an-nas, wanawavioni wakifariki watu hupotea na kuchanganyikiwa. wadarasa al-ilmu bimautihim, na ilmu huondoka na hupotea kwa kufa wanawavioni. wadhahara al-jahlu, na ujinga ukawa ndio wenye kutawala na kuenea. fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, musibatun ma a'dhamuha 'ala al-muslimin, msiba mkubwa ulioje kwa Waislamu kukosa wanaovioni. Intaha kalamuhu rahimahullah, maneno mazuri sana yenye maana kubwa kwa wale wenye kuzingatia umuhimu wa kuwa na mwanachuoni katika mujtamaa, katika wakati na asri ambayo watu hawafahamu uzito na umuhimu wa wanawavioni. Wengi katika watu leo hawaoni ni chochote kuwa na msomi wa dini katika mujtamaa wao, bali mtu anayedharauliwa zaidi katika mujtamaa ni msomi wa dini. Haonekana huyu hana maana kabisa. Wengi katika watu katika hali kama hili, lakini
كما كان يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه: إذا مات الألباني عرف الناس من الألباني. siku ile Albani atakufa, watu watakuja kukumbuka nani Sheikh Albani. Na naam, leo watu wakumbuka zama za neema walizokuwa hai Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Imam Al-Wadi'i, na kila siku habari za kuumiza roho za wapata ahli sunna kwa kifo cha mwanachuoni katika wanaoviona ahli sunna. Lakini sio wote wanaozingatia haya, isipokuwa wale wanaofahamu umuhimu na uzito wa mwanachuoni katika mujtamaa. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. الله أكبر. الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه asema lau kama si wanavyuoni, watu wangelikuwa kama mfano wa wanyama, hawajui kule wanakoelekea. كيف يعرف الناس الدين والأحكام والحلال والحرام والسنة والبدعة والإيمان والكفر لولا أن قيض الله سبحانه وتعالى لهم علماء يبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى. vipi watu wataijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahkam za dini, halal, haram, sunna, bid'a, iman, kufr, lau kama sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawawekea wanaovioni wanaowabainishia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama wewe walinganizi wa kisufi na jahili waliokuwa nayo wao kabla ya wale wanaowafuata. Eti mtu atoa dalili kuwa yajuzu kujenga juu ya makaburi kwa kupiga picha nyingi, sijui picha kaburi la sahaba gani limejengewa, picha la mwanachuoni gani limejengewa, picha la kadha limejengewa, picha, kisha akwambia haya makaburi yote yamejengwa. Kisha mawahabi wasema haifai kujenga juu ya makaburi. Tayib, ni mawahabi ama ni Mtume sallallahu alayhi wasallam? نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح. لكن ينقلي أزوكا جهل وليوناو أهل البدع na hawa ndio katika mujtamaat wanaongoza watu na kuelekeza. Juhal jahluhum akbar min ajsamihim, ujinga mkubwa kuliko miili yao na kuliko kile kimo chao nacho. Sahihi ndiyo haira anayoizungumza al-Imam al-Ajurri rahmatullah alayhi. Watu wako kwenye kiza, hakuna taa ya kuongoza. والله المستعان. وقوله أهل السعادة فيه أن السعادة مرتبطة بالعلم، فأهل السعادة يستضيء لهم الطريق بنور العلم وضيائه. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة. hapa aishiria kuwa saada na kufaulu kumefungamana na ilmu. Kwa hivyo watu wa saada ambao wamefaulu, njia yao ni nuru ya ilmu inayowaelekeza, na ndio wakafaulu. Wa qawluhu wal juhalu fi adh-dhulami، أي أن الجهال الذين لا علم لهم يمشون في حلقة الجهل وظلمائه. wajinga wasiokuwa na elimu hutembea katika kiza cha ujinga, hawajifahamu. وفرق بين من يمشي في نور وضياء وبين من يمشي في ظلمة ظلماء. Kuna tofauti baina yule anayetembea katika nuru na mwangaza uliong'ara na yule anayetembea katika kiza totoro.
فقد جاء في الجامع لأخلاق الراوي الخطيب بسنده عن مالك رحمه الله أنه قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يجعله الله في القلوب. الإمام مالك رحمة الله عليه يسمى علم si kwa wingi wa mapokezi. Ilmu ni nuru Allah subhanahu wa ta'ala huijalia katika moyo yule anayemtaka yeye, mjalia ile nuru katika ule moyo wa yule anayempenda na kumtaka. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، alipokaa Imam Shafi'i mbele ya Imam Malik, akawa ni mwenye kusoma mbele ya Imam Malik, a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi wa tawaqqudi dhakaihi wa kamali fahmihi. Al-Imam Malik akafurahishwa na kile alichokiona, ufahamu mpana aliyokuwa nao Imam Shafi'i akiwa kijana mdogo, na pia werevu aliokuwa nao na fahamu iliyokamilika aliyoona kwake. Faqal, akamwambia: inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran, mimi naona Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika moyo wako nuru ya ilmu. Fala tutfihu bidhulmati alma'siyah, usizime hiyo nuru kwa kiza cha maasi. وجاء في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Kwa hawa na wavioni wote wakizungumza ilmu wazungumza kuwa ni nur, ni mwangaza ambao Allah subhanahu wa ta'ala huweka kwa yule anayemtaka katika waja wake. Akampamba na mwangaza kama huu katika moyo wake. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في هذا الباب في مقدمة كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. اجتماع الجيوش الإسلامية كتابه katika utangulizi wake asema: إن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده. moyo ulio hai, moyo ulio hai ni ule ambao au na wenye nuru ni ule ambao umefahamu na kuyaelewa yale yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea na kujisalimisha katika tauhid, kumpokesha Mola wake. Wa mutaba'ati ma bu'itha bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na kufuata kile alichotumilizwa nacho mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. na moyo maiti ulionakiza ni ule ambao haukufahamu yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wala haukujisalimisha chini ya yale aliyotumilizwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء. بسبب hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza watu wa namna hii hueleza kuwa ni maiti wala si hai. وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها,
na kuwa wako katika kiza hawatoki katika kiza hicho. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم. huyo kaona kiza kimewatawala kuwazunguka katika kila pembe. faqulubuhum mudlimatun tara alhaqqa fi surati albatil, nyoyo zao zina kiza, wao huiona haki katika sura ya batil. والباطل في صورة الحق، نباطل ويونا katika sura ya haki. واعمالهم مظلمة واقوالهم مظلمة واحوالهم كلها مظلمة، amali zao ni kiza, maneno yao ni kiza, hali zao zote ni kiza. وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة، na makaburi yao wamejazwa ndani yake kiza. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، na watu watakapogawanyizwa nuru zao kwa ajili ya kupita juu ya sirat, wao watabakia katika kiza, wal iyadhu billah. ila akhir kalamihi rahimahullah. huu ni ubeti wa kwanza. والبيت الثاني ذكر فيه فضل العلم من جهة أنه حياة القلوب. na ubeti wa pili ametaja an-Nadhim rahimahullah fadla ya ilmu katika upande wa kuwa ni uhai wa nyoyo. ay anna hayata al-abd al-haqiqiyyah inma takunu bil-ilm, uhai wa mja wa kikweli hupatikana kwa ilmu. qala Allah ta'ala ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli, enyi mlioamini muitikieni Allah na mtume. idha da'akum lima yuhyikum, wanapokuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele, uhai wa milele. falilmu a'la hayatun lilibad, ilmu ndio uhai wa juu kabisa wa mja. liannaha alhayatu alhaqiqiyya, ndio uhai wa kikweli. ilmu ndio uhai wa kweli kweli. وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، usidhanie huyu ni maiti eti hana roho. la, Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mfano wa jahil kuwa nani ni maiti. أو من كان ميتا فأحييناه, na uhai hapo unaokusudiwa ni uhai wa nini? wa ilmu. أي أحييناه بالعلم والإيمان والهدى, tumempa uhai kwa ilmu na imani na uongofu. وطاعة الله سبحانه وتعالى, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يشبه الوحي في إحيائه للقلوب بالماء في إحيائه للنبات والأرض, na kwa sababu hiyo wahi katika kuhuisha nyoyo hufananishwa na maji yanavyohuisha mimea katika ardhi. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء, كما vile Allah subhanahu wa ta'ala huihuisha ardhi baada ya kufa kwa maji. فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي, Allah subhanahu wa ta'ala huhuisha nyoyo baada ya kufa kwa wahi aliyoteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. fa ahlul ilmi ahya'un bil ilmi, wanawavioni wako hai kwa ilmu, kwa ilmu walikuwa nao. na tizama wewe, hata baada ya wanawavioni kuondoka ulimwenguni wataendelea kutajika
kana kwamba wako hai, wamekaa na wale waliokuwa hai kwa roho zao. Tizama leo tumtaja kila tukikaa katika darasa yetu hii Sheikh Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami, na ni mtu ambaye amefariki miaka mingi iliyopita, lakini kwa ilmu aliyoiacha akawa leo iwatajwa kana kwamba yuko hai. Leo katika kila kikao cha ilmu tunachokaa tumzungumza sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, pamoja na kuwa alikufa qurun katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya ilmu aliyonukuu kwa umma. Wa hakadha, hivi ndivyo ilivyo ilmu. Ukamwona mwana wa chuoni yuko hai na yeye yuko kaburini mwake, amefariki zamani sana, lakini watajwa. Na jahila ashakufa na yeye yuko duniani watembea, hana utaji wala habari, watu hawanayo kuhusu, sababu watu hawana haja na jahil. Hata akawa ni mfalme, raisi, waziri, kiongozi, mwisho wa kwisha hatotajika sababu ya jahili alikuwa nayo. وقوله وأهل الجهالة أموات بجهلهم، هذا فيه أن من أعرض عن الوحي ولم يرفع به رأسا فهو في عداد الأموات. hapa ni kusema kuwa anayepuuza wahi na asishughulikie ilmu, basi huyu yuko katika idadi ya maiti, hisabika ni katika maiti. Qala ta'ala amwatun ghayru ahya, ni wafu si wa hai. Wama yash'uruna ayyana yub'athuna, wala hawajui watafufuliwa lini. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، hawako sawa waliokuwa hai na maiti. والحياة التي يحيونها أو يحيونها ليست حقيقية. uhai wanaoishi wajinga si uhai wa uhakika, bal hiya hayatun bahimiyya, ni uhai wa kinyama, ni uhai wa kinyama. Fal an'amu ta'kulu wa tashrabu wa tal'abu wa tadhhabu wa taji'u wa tanamu wa taqumu wa taq'ud. Tofauti nini? Hata wanyama pia wala tena wala zaidi, wanywa tena wanywa zaidi, wacheza sana, wenda wakirudi, walala wasimama, wakaa wakisimama. Na yeye pia huyu jahil pia naye yumo, yuwalala, basi ndo kazi yake. Yuwalala, amka akaa, apige story, atoke huko ingie huko, akiona darasa iwachungulia kwa mbali, iwakimbia. Sasa huyu afadhali waswali, habari hana na ilmu, wala hataki kujua watu wasoma nini, wala lahu fi dunya wala yadri nafsahu, hajijui hata yuko wapi. Sasa maisha haya yana tofauti gani na maisha ya ng'ombe na maisha ya nyoka na maisha ya nguruwe? Maisha mabaya sana ya ujinga, na Muislamu hatakikani aridhie nafsi yake ujinga, yani ubaki wewe ni mjinga. Tena kuna wengine wasema wajua sisi hatukusoma bana, tuwasikiza hao waliosoma. Si ati wasoma pia aiwasikiliza tu yeye, akiambiwa ni kulia yuenda kulia, akiambiwa ni kushoto ni kushoto. Bwana sisi hatukusoma, yokubali juu ya nafsi yake, na huyo ana afadhali. Kuna wengine wakadai haswa wana elimu na hawana. Mtu akadai haswa, usinione hivi bwana, mimi pia ninapitia huko, usinione mjinga fikiri utanidanganya, kumbe muongo hakuna kama yeye. Mimi nasoma bwana, nafika mpaka chuo kikuu sijui gani, atakutajia chuo kikuu cha Kiislamu fulani, nilifika mpaka Azhar mimi kule nilifika. Yategemea ulifika kufanya nini kule. Kuna waimbaji, kuna nini, kuna vituko, kuna balaa. Kuna wengine wasoma, kuna wengine wacheza. Sasa tuelewe wewe yupi kama ulifika huko, na pengine ni muongo,
Watu wakienda kusoma, watu waenda kwenye makaburi ya masufi, kila siku wapiga picha ukituma kwenye Facebook, niko kwa kaburi la Imam Shafi. Nilikuwa naye, wamfika wapi Imam Shafi? Kisha ndio watu kama hawa wakiambiwa hujja ya nyinyi kusema yajuzu kujenga juu ya makaburi, wamkuta tupa picha ya tupia wenzake picha. Hii hapa picha kaburi la Imam Shafi, kama ijengwe kaburi mbona lake lijengwe? Kwani alikuwepo Imam Shafi mkijenga? Si wajinga kama nyinyi ndio mlijenga? Yeye wajuaje kama mjenga? Ama ili kaburi la mtu fulani katika maulama ama katika masahaba lijengwa, alikuwepo yeye mkijenga? Yeye hakukuwepo, na maiti hawezi kukwambia jenga usijenge. Mkipatana wajinga kama wa sufia, si mara moja watajenga, watafanya juhala, kisha waanze kutunga visa. Wajua kuna mtu aliomba hapa ikakubaliwa dua hapa, kuna mtu alimuita akatoa mkono, akampa mkono kumsalimia, na wengine wakasadiki na wakafuata. Hakadha aljahl, hakadha aljahl. Hivi ndio ujinga unavyofanya watu. Ukijiridhia nafsi yako ujinga, basi wewe ni wa kuambiwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kush sallallahu alayhi wasallam. ثم قال رحمه الله تعالى: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. وهذا حال ومآل من قال عنهم في البيت الذي قبله أهل الجهالة أموات بجهلهم. hii ndio hali na mwisho wa wale aliwataja katika ubeti wa kabla ubeti huu, wa ahlul jahalati amwatun bijahlihim, ay la sam'a lahum yasma'una bihi wala aqla ya'qiluna bihi wala basara yubsiruna bihi. Hawana masikizi kusikia nayo, wala hawana akili ya kufahamu nayo, wala macho ya kuona nayo. وسوف يعترفون بذلك يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم اعترافا لا يبدي ولا ينفع. na watakuja kukiri hilo siku ya kiyama, ukiingia ndani ya moto wa jahannam, kukiri ambako hakutawafaa chochote. يشير الناظم إلى قول الله عز وجل: وقالوا، na watasema, yani watu wa motoni, لو كنا نسمع أو نعقل، laiti tungesikia na tungekuwa na akili, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tusingekuwa katika watu wa motoni. fa'tarafu bi dhanbihim, wakakiri dhambi zao, fasuhqan li ashabi as-sa'ir, basi kuangamia ni kwa watu wa motoni. Wameangamia watu wa motoni kwa ujinga waliokuwa nao. Yani jahl ndio iliwapeleka wao kuingia motoni. Wakiri, waqalu law kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Vipi mtu leo ataridhia juu ya nafsi yake sifa ya watu wa motoni, kuwa mimi ni jahil? Na wallahi leo imefikia hadi watu waona ni sifa mtu kusema mimi ni jahil bana, mimi jahil tu mimi. Ndo sifa hii. Yani kama kusema mimi ng'ombe tu, sio? Ama kutaja mnyama yoyote, yani ukajisifu, yani hii ni sifa hiyo, kusema mimi mnyama fulani, si sawa. Wajibu wako ulikuwa utafute ilmu, uondoke katika lile kundi ambalo lina sifa ya watu wapi wa motoni. وايضا هذا في هذا المعنى قول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا، mfano waliokufuru, kamathali alladhi yan'iqu, ni kama mfano wa anayepiga kelele, bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, anayempigia kelele asiyesikia ila wito na sauti tu. summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, ni viziwi
mabubu, vipofu, kwa hivyo hawaelewi. Wataelewa vipi ikiwa sifa zao ni hizi? ثم قال رحمه الله: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. قوله: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وهذا أمر واضح بين. إن جambo liko wazi kabisa. فأصل كل ضلال وجد في كل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه والجنة والنار. أصل ya upotofu unaopatikana kwa kila mwanadamu, asili yake ni ujinga wa kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala, na ujinga wa kutoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na makamio yake na adhabu yake na pepo na moto. Kama qala ta'ala: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. hakika toba inaokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba inaokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya wafanyayo ubaya kwa ujinga, wafanya uovu kwa ujinga. Qala Qatadatu: ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anna kulla ma 'usiya Allah bihi fahuwa jahalatu. Kila maasiya wanadamu wanaomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ni ujinga. نقله ابن القيم في مدارج السالكين. ثم قال: وسمي عدم مراعاة العلم جهلا. na kukaitwa kule kutoihifadhi ilmu kuwa ni ujinga. Mtu amehifadhi ilmu, amefahamu ilmu, kisha asitendee kazi ile ilmu, ni ujinga. imma li'annahu lam yantafi' bihi fanuzzila manzilata aljahil, imma ni kwa sababu hakunufaika nayo akawekwa katika daraja ya wajinga. Wa imma lijahlihi bisu'i ma tajni awaqibu fi'lihi, na imma ni kwa ujinga wake wa kutofahamu mwisho mbaya wa kitendo chake, kaitwa jahil. Wa qawluhu: wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim, ay wal jahlu aslu shiqwati wa dhulmi jami'il khalqi. asli ya kuangamia na asli ya dhulma ya viumbe wote imetokamana na ujinga. Wa asasu kulli baliyatin wa sharrin, msingi wa kila balaa na shari ni ujinga. Wa qawluhu turran ay jami'an, wa aslu shiqwatihim jami'an wa dhulmihim yani aljahl. asl ya kuangamia wote hawa na dhulma yao wote ni kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao. Wanadamu kuingia katika bala asli yake ni ujinga. Wa qawluhu wal ilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim, fa aslu alhuda wa aslu as-sa'ada al-ilm, msingi na asli ya uongofu na saada ni ilmu. Wa qawluhu fala yadhillu wa la yashqa dhawu al-hikam, فقوله فلا يضل متعلق بقول أصل هداهم، imefungamana na kauli yake aslu hudahum fala yadhillu. Wa qawluhu wala yashqa muta'alliqun biqawlihi ma'a sa'adatihim, ay ahlu al-ilmi billahi wa bikitabihi manfiyun anhum ad-dalal wash-shaqa. wale walio na elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu chake, kwa wao upotofu na kuangamia
kumeondoka, hawana. Wa nafyu ad-dalal fihi thubutu al-hidayah, na kule kukanusha upotofu ndani yake mwana kuthibitisha uongofu, sababu ambaye si mpotofu ameongoka. Wa nafyu ash-shaqa fihi thubutu as-sa'ada, na kule kukanusha kuangamia ndani yake kuna kuthibitisha kufaulu. Fa aslu al-huda was-sa'ada huwa al-ilm, asl ya uongofu na kufaulu ni ilmu. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, basi atakayefuata uongofu wangu hatopotea wala hatataabika. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, fanafa an muttabi'i hudahu amrayn, Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha hapa kwa yule mwenye kufuata uongofu wake mambo mawili, kuwa hayatampata: ad-dalalu wash-shaqa, upotofu na taabu na kuangamia. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, takaffala Allah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi an la yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ametakaffal na kulisimamia hili, kuwa mwenye kuisoma Qur'ani na kuitendea kazi, basi huyu hatapotea hapa duniani wala hataangamia kesho akhira. Thumma qaraa fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kisha kisoma hii aya, qala Ibn Qayyim asema, wal ayatu nafat musamma ad-dalal wash-shaqa 'an muttabi'i al-huda mutlaqan. Hii aya imekanusha kitu kinachoitwa upotofu na kuangamia na kupata tabu kwa yule mwenye kufuata uongofu mutlaqan, haiwezekani kupotea wala kuangamia. فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها. فهي آية imebeba maana ya kuwa hatapotea hapa duniani wala kupata tabu hapa duniani, wala hatapotea kesho akhira na kupata tabu kesho akhira. Fa innal maratiba arba'a, maratib yako manne: hudan wa shaqawatun fi dunya, imma ni uongofu au kuangamia hapa duniani, wa hudan wa shaqawatun fil akhirah, na imma ni kuongoka au kuangamia kesho akhira. لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتيهما أو أظهر مرتبتيها. ابن عباس akataja katika dunia na akhira ile martaba iliyo bora zaidi ambayo atayapata huyo mtu. Hapa duniani ataokoka kutokana na upotofu, pamoja na kuwa pia hataangamia. Ilo dhahir zaidi ni na akhira pia ni kuwa hatapata nini? Hatapata taabu. Wa qawluhu dhawul hikam ay dhawul ulum an-nafi'ati al-mustamiddati min kitabillahi wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam. Dhawul hikam ni wale wenye elimu iliyo na manufaa inayotokamana na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu والخوف بالجهل والحزن الطويل به أي يحصل الخوف والحزن بسبب الجهل. خوف na huzuni hupatikana kwa sababu ya ujinga. فمما يثمره الجهل في الجاهل ومما يترتب على وجود الجهل في الإنسان الخوف والحزن الطويل. Katika yale ambayo ni matunda ya ujinga ni kuwa mwisho wake na matunda yake kwa yule mjinga kupatikana hofu na huzuni wa muda mrefu sana. والخوف والحزن إذا اجتمعا في الذكر فإن الحزن يتعلق بما فات والخوف يتعلق بما هو آت.
Na vikitajwa hivi viwili, hofu na huzni, kwa pamoja, basi huzni ya kusudiwa kwa kile kilichopita na hofu kwa kile kitakachokuja mbele. Fasahibul jahli fi ahzanin daimatin ala ma madha, mjinga daima yeye ana huzuni kwa yale yaliyopita. Liannaha ayamun wa sinuna mutarakimatun fil jahli wadhalal, sababu ni miaka na masiku mengi yamepita katika ujinga na upotofu. Wa huwa kadhalika fi khawfin mimma huwa atin, na ana khaufu katika yale yatakayokuja mbele kwa ujinga aliyokuwa nao. Wa hadhani muntafiyani an ulil ilmi, lakini mambo haya mawili hayapo kwa wenye elimu. Yadullu lidhalika nusus, na kuna dalili hayo. Minha qawluhu ta'ala, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wa hadhihi al-aya صريحة في المعنى الذي قرره رحمه الله. hii aya iko wazi zaidi katika yale maana ambayo ameyabainisha mshairi rahimahullahu ta'ala. faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kwa hivyo hawana hofu wa yale yatakayokuja mbele, wala hawatakuwa na huzuni ya yale yaliyopita. Ushamuona mtu jahili akamtizama yule aliyesoma akamwambia, bwana wewe una bahati sana, sisi tumpoteza umri wetu, endelee hivyo hivyo. Asikia dhiki na huzuni kwa ile masiku yaliyopita, na mbele pia ana hofu. Lakini mwenye elimu hana huzuni kwa yale yaliyopita, wala hana hofu kwa yale yatakayokuja, kwa ilmu Allah aliyompa, sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa yeye. ومما هو مشتمل على تقرير هذا المعنى أيضا، katika aya ambazo pia ndani yake mnakubainisha na kuweka wazi maana haya pia, قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. hizi aya zote ni ushahidi wa yale tuliyotaja. fa'tasimi ay i'tasim bil ilmi wastamsik bihi wa hafidh alayhi, shikamana na ilmu vizuri, usiwache ipotee, ihifadhi ilmu ya dini. taslam min maghabbati aljahli wa su'i aqibati, utasalimika kutokamana na mwisho mbaya wa ujinga. watadhfar bi thamarati alilmi wa husni natijatihi, na utajishindia matunda ya ilmu na mwisho wake mzuri. Kwa hivyo mtu ashikamane na ilmu, na haya ni maneno mazuri katika kutuhimiza sisi kufanya bidii katika kutafuta ilmu na kufanya bidii kujiondoa katika boma la watu wanaoitwa wajinga, kwa sababu ni sifa mbaya sana. Muislamu hatakikani asifike kwa sifa nini ya ujinga. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha alqadr. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.